Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Tunashukuru sana ndugu zangu wapendwa katika usharika wetu wa Kana. Siku ya leo ni siku ya furaha kubwa sana kwetu sisi wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Lakini furaha yetu hii kwa sababu ya uwepo wa mkuu wetu wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania ambaye amaliza muda wake, Baba Askofu Dr. Frederick Onaili Shaw, pamoja na msafara wa watumishi wa ofisi kuu ya Dayosisi ambao baadaye watatambulishwa vizuri rasmi. Lakini hii ni furaha yetu kubwa. Najua wakati uliopita baba yetu mkuu wa kanisa ulitembelea Dayosisi yetu na ulitembelea usharika huu wa Kana pamoja na wale ambao ulifuatana nao katika ziara ile. Namkumbuka tu Mama Koola hapa. Naomba usimame kama wanakukumbuka bado Mama Koola, tuchukua naye siku ile hapa na wengine kwenye ziara ile kubwa ambayo ilikuwa ya kuchosha kweli. Ulizunguka kwenye Dayosisi yetu na kipekee ukatufungulia maabara ya kisasa katika shule yetu ya sekondari Lwandai pale Mlalo. Tunakumbuka matendo yale makuu, na leo hii ni furaha yetu kubwa kukuona ukiwa na afya njema unavyoendelea kumtumikia Mungu katika Dayosisi ya Kaskazini na majukumu yale mbalimbali ambayo Bwana amekuita kutumika katika fungamano la makanisa ya Kiluteri duniani, katika fungamano la makanisa yote duniani. Tunaona katika makanisa ya ukanda wa Afrika, Lusea, tunaona unavyoendelea kutumika na Mungu anaendelea kukutunza. Kwa hiyo leo ni heshima yetu kubwa kuwa nawe hapa. Nichukue nafasi hii kukusimamisha tu ili washarika waze kukuona. Naomba usharika mzima tusimame tunapompokea kiongozi wetu na kushangilia. Bwana asifiwe. Basi Baba Askofu utapata muda baadaye kusema neno la salamu. Lakini yeye ameandamana na viongozi wa ofisi kuu ya Dayosisi ya Kaskazini. Wenzetu wana utaratibu ambao ni utaratibu mara nyingi wa kanisa mwanzoni mwa mwaka, watumishi wote kufika mahali kutathmini kazi za Mungu ambazo tumezifanya katika mwaka uliopita, lakini kujiwekea malengo katika mwaka unaofuata. Tumeona hivi tulikutana na wenzetu kutoka Dayosisi ya Kaskazini Kati, wametupa upendeleo hapa Tanga, hapa Kaskazini Kati pale Arusha walifika. Baba Askofu wakati ule Dr. Masangwa na msafara mzima wa watumishi wote wa ofisi kuu walifika pale Pangani, na mimi nilikuwepo kuwapokea wakifanya ziara zao za kawaida. Tulikuwa na ugeni wa Dayosisi ya Mwanga hapa, walifanya ziara yao na Baba Askofu wakati ule sasa marehemu Baba Askofu Chediel Sendoro walikuja hapa na mimi niliwapokea hapa Tanga. Ni utaratibu wetu watumishi kupata nafasi ya kwenda kidogo nje ili kutafakari kazi zile ambazo Mungu amezipanga katika nyakati hizo. Na tumeendelea kujifunza mengi hata kupitia watumishi hawa. Niombe niwasimamishe kwa umoja wao kabisa, wakiongozwa na Mheshimiwa Katibu Mkuu na Mheshimiwa Baba Dini. Naomba wasimame tu watumishi wote wa Dayosisi ya Kaskazini, tuwashangilie wenzetu hawa. Asante sana. Asante sana. Bwana asifiwe sana. Naomba mkae. Na miongoni mwao kama nilivyokwisha kusema wako pamoja na msaidizi wa askofu. Huyu namtambulisha Mchungaji Msanya. Naomba usimame pale ulipo Baba Dini kutoka Dayosisi ya Kaskazini. Mchungaji Msanya, asante sana. Lakini pamoja na katibu mkuu wa Dayosisi ile Engineer Zebedaya Moshi, naomba usimame. Asante sana. Ili kufanya hayo ni kuombe engineer ufike hapa mbele, katibu mkuu, uweze kutambulisha sasa vizuri. Nimewasimamisha tu Kisambaa tunaita gimo. Si ndio? Ni gimo sijasa. Lakini sasa unawatambulisha vizuri. Karibu sana uweze kutambulisha. Asante sana. Nakushukuru sana Baba Askofu kwa nafasi hii. Wapendwa washarika wa Kana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nipende kuendeleza utambulisho baada ya msaidizi wetu wa askofu Mchungaji Dr. Deogratias Msanya. Tunaye pia
naibu katibu mkuu ambaye pia ni mtunza hazina wa diocese Bwana Mngwatosha Makao. Lakini pia tumeandamana na wachungaji wanaofanya kazi katika makao makuu ya diocese. Tumeandamana na mchungaji anayesimamia idara ya uwakili, mchungaji Andrew Munisi. Huyu ni mkuu wa idara ya uwakili. Tumeandamana pia na mkuu wa idara ya elimu ya Kikristo, mchungaji Fadhili Lamuya. Na pia tuna mchungaji wa vijana, mchungaji Matayo Mtui. Na tuna mchungaji anayesimamia idara ya mawasiliano, mchungaji Saruma. Karibu. Na baada ya hao wengine wote ni watumishi wa ofisi kuu ya diocese pale makao makuu pale Moshi. Naomba wasimame kwa ujumla wao wote. Ni watumishi kutoka ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini, wote tunatumika pale. Naomba msimame tena muweze kutambulika. Asanteni sana. Na kama alivyosema Baba Askofu, madhumuni ya ujio wetu hapa Tanga, watumishi wamekuwa na hamu ya kuja Tanga kwa ajili ya utamaduni tulio nao wa kujitathmini utendaji wetu katika kama ofisi kuu ya diocese na kujiangalia jinsi tulivyofanya kazi na mapungufu ambayo yamekuwepo. Na hilo ndio dhumuni kubwa, ili tukirudi tuweze kusaisha yale ambayo ni mapungufu, lakini pia tuweze kuimarisha yale mazuri ambayo tunayafanya. Na nipende kumshukuru sana Baba Askofu Mbwilu. Tumekuwa naye jana akitufundisha swala la uwajibikaji, ubunifu na mawasiliano. Alitupa somo zuri sana la lisaa 1.5 na likawa na mjadala mzuri wa afya wenye kutujenga katika utendaji wetu. Tuliweza kujitathmini, tukajieleza kila mtu katika eneo lake, madhaifu anayoyaona, lakini pia tukaja na suluhisho la kuziba haya madhaifu, na pia tukaendelea kuwa wamoja katika utumishi wa Mungu. Baba Askofu, tunakushukuru sana kwa somo la jana ambalo limetusisimua na likafanya ujio wetu hapa Tanga ukawa na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Siondoke bila kuwashukuru kwa mapokezi tuliyofanya, lakini pia niwashukuru kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya ya kusawazisha deni la diocese. Hakuna kazi ya Mungu ambayo inashindikana. Mungu aendelee kuwaimarisha katika hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunafurahi na kushukuru kwa utambulisho huo wa watumishi hawa wa Mungu ambao wanafanya kazi kubwa katika diocese yetu ya Kaskazini pale Moshi. Na karibuni tena katika mji wenu huu wa Tanga, mtakapofanya hata ziara nyingine, mapumziko mengine. Jana nilisikia kwamba wanajiandaa mapumziko yajayo yafanyike Dubai. Na najua watanialika hata kutoa somo hata kule Dubai, na mimi nitakuwepo. Kwa niaba yenu nitakuwepo. Lakini isipo kuwepo Dubai, basi karibuni tena Tanga. Ni katika mambo hayo ya kujua jinsi ya kufanya kazi zetu mbalimbali. Bwana awabariki sana. Hata sisi tulifanya ziara ya diocese, watumishi wa ofisi kuu mwaka huu. Pale ofisi kuu pamoja na babadini na ule msafara mzima tulikwenda pale Irente. Pale kituo chetu cha Irente. Tukwenda pale Irente kwenye kituo chetu. Lakini Bwana Yesu asifiwe. Ili kutathmini, lazima kutathmini mambo yaliyopita na kuona mambo yetu yanayokuja.
lakini basi tunaendelea kuongezeka hivyo pole pole. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, katika ibada hii niseme mambo haya machache. Kipekee niwapongeze wanadayosisi nzima ya Kaskazini Mashariki kwa ajili ya kazi kubwa ya ulipaji wa deni. Nalipa deni na tumeamua katika wakati huu ambapo deni limegawanywa kwa sharika, kwa majimbo, kwa kila msharika, tunatoa taarifa hii kila miezi mitatu. Kwa hiyo leo tumetoa taarifa hii. Tulitamani kutoa juzi tarehe 6, lakini kwa sababu ndio tumetoka kwenye mkutano mkuu wa dayosisi tukasema basi tutoe leo. Kwa hiyo barua hii ya deni inasomwa sharika zote za dayosisi nzima. Na kama mnavyoangalia sio kazi ndogo kuandaa barua zote. Lakini kila usharika pale mwishoni unasomewa kile walichopangiwa na jinsi walivyotoa. Acha ile ya deni ile ya majimbo ile, lakini kila usharika kwenye zile barua tumeamua kuweka hivyo. Kila usharika ujue. Kwa hiyo kila usharika dayosisi nzima, ukienda Makorola, ukienda Mlalo, ukienda Tewe, kila mmoja anafahamu leo kwamba katika miezi mitatu wametoa nini, ili wajitathmini katika hii miezi mitatu tunakwendaje. Na tunaingia kwa nguvu tofauti katika miezi hii mitatu. Niombe kila mmoja aliyepangiwa sehemu yake amalize. Januari, Februari, Machi, watu walieleza kwamba miezi ile ya kupeleka watoto shule ina mambo mengi basi, lakini hii miezi hii inayokuja kila mmoja ajitahidi sana ili basi tupige hatua kubwa. Lakini niwapongeze usharika wa Kana. Katika ile taarifa iliyosomwa, maana nilikuwa napitia sharika zote 76 za dayosisi yetu, usharika wa Kana ndio umeshika namba 1 katika deni hili. Katika mchango ule. Na hili mmefanya jambo kubwa sana. Lakini sio usharika tu, jimbo la Pwani. Simesikia Jimbo la Pwani ndio limeshika nafasi ya kwanza katika majimbo yote. Tuongea. Naendelezeni sasa, wekeni nguvu kidogo zaidi, najua mna uwezo, ili tumondokane na deni hili, tuondokane na madeni haya, tuendelee na kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na zamani ilikuwa inatupotezea muda sana kuelimishana juu ya deni. Wengine wanauliza hili deni limekuaje? Mbona hatulifahamu? Siku hizi tumeachana na mambo hayo, tunachangia deni. Si ndivyo jamani? Tumeachana. Labda kama kuna wawili watatu ambao labda kwa mbali, si unajua yale mambo yetu. Kwa mbali ukiona mwenzako hajaelewa deni mpaka leo, huu ni mwaka wa 4. Si ndio? Watoto kidato cha kwanza wanasoma form 4 ili umalize ni miaka mingapi? Sasa mpaka leo mtu haelewi deni. Ujue kidogo kama dishi kwa mbali walida la kurekebisha kidogo likae kwenye mkao. Mmoja akaniambia pale Rishona, asema ujue huyu amezima data. Ninapata hii misamiati mipya naitumia, lakini najua watu wanalielewa deni la dayosisi. Tunadaiwa. Tulianza na bilioni 7.6 mwaka 2021 Januari nilipopokea wajibu huu kama askofu wa dayosisi. Bilioni 7.6. Na ile deni la dayosisi kama alivyosoma ni kwenye vituo, huko Luandai wanadaiwa, huko Bumbuli hospitali wanadaiwa, na vyote kwa kuwa tini moja ni ya dayosisi. Deni ile limesogea pale ofisi kuu. Ukienda Tumaini wanadaiwa, kila mahali wanadaiwa. Kwa hiyo tunakusanya fedha na kulipa. Na deni sasa tuliloanza nalo Januari ilikuwa bilioni 4.3. Lakini tunaloanza nalo kuanzia Aprili 1 ni bilioni 4.1. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ya kile kidogo mnachochanga kila mmoja kwa nafasi yake, kinatusaidia kwa uaminifu mkubwa kupunguza deni hili. Tumepunguza madeni ya vituo ya TRA, tupunguza pale Sekomu ni kubwa. Ile la TRA tu pale Sekomu tunadaiwa milioni 691. Kwa hiyo tumeendelea kulipunguza. Linapungua tu. Hapa tunataja yale ya jumla tu. Ni jumla tu, maana hatuwezi kusoma kila kakipengele deni hili watu walivyolipwa, lakini tumepunguza madeni haya. Na ndio maana unaona utulivu kwenye dayosisi kwamba mali za kanisa haziuzwi. Mali za dayosisi haziuzwi. Na nichukue nafasi hii kushukuru pia wenzetu katika KKKT kwamba katika umoja wetu tulipokuwa na mikutano yetu tulikubaliana kwamba dayosisi zote za KKT wachangie pale ambapo wanaweza kwa ajili ya kuweza kupunguza deni hili. Na kwa kuwa baba askofu yupo hapa na uongozi mzima wa dayosisi ya Kaskazini kule Moshi walituchangia kwa ajili ya deni hili. Walituchangia fedha
na hizo zimetusaidia kwa kweli kupunguza mwendo ule wa deni lile. Tulipokea fedha zile shilingi milioni 5 kutoka Dayosisi ya Kaskazini. Tumeshangilie Bwana. Baba, Mungu akubariki sana katika mchango ule pamoja na watumishi wote. Mungu azidi kuwabariki. Labda malizia haya kileta salamu za pekee kutoka mkutano mkuu wa Dayosisi ambao umefanyika pale kwenye chuo chetu cha Koteti. Chuo hiki ambacho kilikuwepo chuo cha Sekomu kilichofutwa kutokana na madeni haya, na sasa kinaendelea vizuri. Kile cha Koteti kinaendelea na kozi ile ya ufamasia na kozi ya sheria, na tunaongeza tena kozi ya elimu maalum na kozi nyingine mwaka huu tutaziongeza kwa kushirikiana na wenzetu kutoka kanisa la Sweden, na sisi wenyewe ndani mtatangaziwa mambo haya. Chuo kinaendelea vizuri. Tulikuwa na mkutano mkuu ambao ulikuwa na matendo makuu, na hapa nitaje yale matendo machache makuu ya mkutano ule. Mkutano ule umepokea taarifa ya askofu ya kipindi cha miaka 2 ambayo imetaja mambo mengi sana yanayohusu kazi zetu za dayosisi hii, na kipekee sana kwa kupata waraka ule kutoka Wizara ya Elimu kwamba sasa shule yetu ya seminari ya Bangala imebadilishwa jina. Tumepata ile barua kutoka Wizara ya Elimu. Sasa shule hii inaitwa Bishop Joseph Jali Lutheran Junior Seminary. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tumepata hii, na sasa shule imebadilishwa jina rasmi. Tumepata barua ile ya wizara. Lakini katika mkutano ule tulikuwa na jambo kubwa la uchaguzi wa wajumbe wa halmashauri kuu. Sijui kama huko kana kuna mjumbe wa halmashauri kuu ambaye miongoni mwa wale walio kuwepo pale. Asante. Lakini katika mkutano ule, baada ya kuchagua wajumbe wa halmashauri kuu kwa mujibu wa katiba yetu ya KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki ya mwaka 1966 na iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2000, katiba ile ya KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, na itaja hapo kwa kutulia maana watu wanaelewa. Hapo katikati ziliingia katiba ya Dayosisi ya Kaskazini Mashariki ya KKKT, hizo tulizikana kwenye mkutano mkuu. Tunarudi kwenye katiba yetu ile moja. Nasema wajumbe wa halmashauri kuu watakuwepo kwa miaka 4 pamoja na wakuu wa majimbo na msaidizi wa askofu. Na hivyo Jumapili katika mkutano ule uliopita tumekuwa na nafasi ya kumchagua msaidizi wa askofu Dean katika dayosisi yetu. Na katika mkutano ule kwa kawaida ya utaratibu wetu, Dean anapendekezwa na ofisi ya askofu na baadaye kupigiwa kura na mkutano mkuu, na hivyo kuchaguliwa na mkutano mkuu. Na nitasimama hapa pekee katika jimbo la Pwani. Tulimkaribisha Dean huyu pale Lushoto Youth Cathedral kwa niaba ya sharika zote, lakini kipekee sana tumefika hapa Kana siku ya leo kumleta kwenu Dean aliyechaguliwa ambaye atatuongoza katika kipindi hiki, kwa kuwa mchungaji Michael Kanjo ambaye amefanya kazi yake vizuri sana sasa anastaafu. Tumempata Dean ambaye sio mwingine ni mchungaji wenu na mkuu wenu wa jimbo. Sasa ni Dean mteule mchungaji Frank Mtangi. Naomba tumshangilie Bwana kwa makofi. Niombe mchungaji Mtangi ufike hapa, ili ufike hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Na hilo ndilo hasa kubwa lilofanya leo tuwepo katika ibada hii, kumtambulisha kwenu msaidizi wa askofu Dean mteule mchungaji Frank Mtangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo haya sio mageni huku Kana. Huku Kana huku wakati uliopita tulipata Dean kutoka usharika huu wa Kana, mchungaji mzee mstaafu mzee Mweta. Alitokea hapa Kana hapa. Si ndio? Alafu leo ni Mtangi. Kwa hiyo msilichukulie jambo hili kwa urahisi. Kuna mambo hapa Kana hapa, maombi, nguvu, mshikamano wetu kama dayosisi. Tumepata viongozi wazuri kutoka katika usharika huu wa Kana. Ni kutokana na malezi yenu, mmewalea vizuri na hivyo wakaonekana na wakapewa nafasi hizi za kusimama. Nakumbuka sio hivyo tu,
hata mzee Joseph Jali baba askofu alibarikiwa kuwa mchungaji kwenye usharika wa Kana. Na wakumbusha historia tu wale wasiofahamu, alibarikiwa hapa kwenye usharika wa Kana. Lakini hata askofu Mbilu alitokea Kana. Si mnakumbuka jamani? Na bahasha yangu iko pale. Mimi nimetokea hapa Kana, wakati ule kutoka Kana nikapelekwa kule Philippines, nikarudi Kana, ndio nikachaguliwa kuwa askofu. Kwa hiyo Kana msiyachukue mambo haya kwa urahisi. Yachukue kwa uzito wake. Hata mchungaji Kibanga alichaguliwa kutoka hapa akawa mkuu wa jimbo la Kusini. Si ndivyo jamani? Marehemu mchungaji Kibanga. Kwa hiyo kuna mengi. Ngoja nisiyaorodheshe kwa wingi hapa. Kwa kuwa leo ni siku ya furaha kubwa ninapomtambulisha dini wenu. Na ninapomtambulisha niombe mama dini mteule naye afike hapa. Mama dini. Afike hapa. Asante sana. Bwana asifiwe. Najua Kana mna mambo mengi na mengi kidogo. Haya, ngoja twende nayo hivyo hivyo. Pole lakini nawashukuru sana. Na kwa kweli katika siku ile, kwa kuwa sasa akichaguliwa dini, na siku ile tulikuwa tunachagua wakuu wa majimbo yote matano na lile la 6 la diaspora. Na hivyo ni wataje wakuu wenu wa majimbo hapa kwenye usharika huu, kwamba mchungaji John Ndimbo amechaguliwa kuendelea tena kuwa mkuu wa jimbo na anatumika katika jimbo la Tambarare pale Korogwe. Bwana asifiwe. Na mchungaji Ishmaeli Ngoda amechaguliwa tena kuendelea kuwa mkuu wa jimbo na anatumika katika jimbo la Magharibi kule Handeni. Na mwingine mchungaji Anderson Kipande, yeye amechaguliwa tena kuendelea kuwa mkuu wa jimbo na amepangwa kutumika kwenye jimbo la Kusini lenye makao yake makuu pale Soni. Na hivyo mchungaji Isai Mweta, yeye amechaguliwa tena kuendelea kuwa mkuu wa jimbo na amepangwa kuwa mkuu wa jimbo la Pwani hapa Tanga. Mchungaji Mweta alikuwa mtoto wa Sunday school hapa Tanga hapa. Maana ni mtoto wa baba dini mstaafu mzee Mweta. Kwa mtoto wa Sunday school, fikiri akapata kipaimara. Kwa hiyo Kana msiyaone mambo haya kwamba ni mambo madogo. Mnatupa viongozi hapa Kana. Na sasa anarudi kutumika hapa kama mkuu wa jimbo. Mpokeeni, peni ushirikiano. Tieni moyo, peni ushirikiano mkubwa. Nataja mkubwa kwa sababu washarika wana namna zao za kutoa ushirikiano. Peni ushirikiano mchungaji yule atakapotumika katika usharika huu. Lakini mchungaji Charles Kakai ambaye alikuwa mratibu wa vijana katika dayosisi yetu, yeye amechaguliwa sasa kuwa mkuu wa jimbo la Kaskazini kule Mlalo, mchungaji Kakai. Na mchungaji Tumaini Kalage, kwa kuwa alihudhuria mkutano ule kutoka jimbo lile la diaspora, jimbo la misioni ya diaspora kule Uingereza, yeye ameendelea kupewa nafasi hiyo kutumika katika jimbo lile la misioni ya Uingereza, na juzi alinipigia simu amesharudi Uingereza na anaendelea vizuri. Jimbo lile linatumika katika kuangalia watu walioko diaspora kule Ulaya, Uingereza makao makuu, lakini Ujerumani, Denmark, Sweden pamoja na Marekani. Watu tumeona anafanya kazi nzuri, basi anaendelea na kazi ile kubwa. Ndugu zangu, kama nilivyosema, mchungaji Tangi yeye alikuwa mkuu wa jimbo hili. Na kabla hata hajachaguliwa kuwa dini, basi ameendelea kuwepo kufanya kazi nyingi za jimbo. Na mwaka jana walitembelea hapa wenzetu kutoka usharika wa Staaken kule Ujerumani, jimbo rafiki la Selb. Na walipofika wakaahidi kwamba watatualika ingalau kufika kwenye jimbo lile. Na hivyo wametualika mimi pamoja na mchungaji Mtangi, sasa anakwenda kama dini lakini akiwakilisha jimbo hivyo hivyo, maana hatuna namna ya kubadilisha. Na kwa hiyo tunaondoka tarehe 25 mwezi huu kwenda kutembelea jimbo lile rafiki ambalo tumeona linaimarisha uhusiano wake na vituo vyetu vya Irente na vingine. Kwa hiyo tutakwenda pamoja na mzee Sawe. Mzee Sawe yuko kwenye ibada. Yuko pale. Mzee Sawe tutakwenda watatu. Mzee Sawe kutoka Kana na sisi tutakwenda pale Ujerumani wiki chache zijazo. Na kwa heshima nikuombe baba dini mstaafu, dini emeritus, dini mstaafu mchungaji Michael Kanju ufike hapa mbele ili tukupokee sasa kwa cheo hicho kipya cha kuwa dini mstaafu
Bwana asifiwe sana. Naomba tumshangilie Dini jamani kwa makofi mengi. Mchungaji Kanju Dini wetu anayemaliza muda wake amefanya kazi kubwa. Nakumbuka tulipokea dayosisi hii katika hali ya ile tibwi, sijui kama natumia kitambao na changanya hapo, lakini ilikuwa katika mchanganyiko huo ambao hakuwa mchanganyiko mwepesi. Lakini kwa kushikamana tumefanya kazi ya Mungu katika kipindi hiki. Na sasa anasimama hapa kama Dini mstaafu, na nimpe nafasi hii kwa kazi nzuri aliyoifanya kwenye dayosisi. Aseme maneno mawili tu matatu, tutakuwa na siku yetu nzuri ya kuja kumwaga kama ilivyo taratibu wetu. Karibu sana Baba Dini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mheshimiwa Baba Askofu, nashukuru kwanza kwa kunipa nafasi hii. Uliwaambia tutasali kana Jumapili hii. Sikutegemea kwamba nitasema, ifikiri tu ni kumtambulisha mwenzetu. Lakini niseme jambo moja ambalo nishazungumza kwenye mkutano wetu mkuu wa dayosisi. Lakini pia nilizungumza kwenye halmashauri kuu kwanza Jumapili iliyopita kanisa kuu, na ibada ya kwanza nilizungumza, na ibada hii nazungumza. Ni shukrani. Moyo wangu umejaa shukrani. Mshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ameendelea kutushika, ameendelea kututunza. Na kama anavyosema Baba Askofu, wote mnakumbuka miaka 4 iliyopita hali ilivyokuwa katika dayosisi yetu. Lakini kumshukuru Mungu kwa mshikamano wenu na maombi yenu kwa pamoja, na Mungu kutuvusha hata katika hali ile ngumu. Na sasa dayosisi yetu ni moja yenye amani. Hili lazima tumshukuru Mungu kwa pamoja. Lakini la pili ni kukushukuru Baba Askofu mwenyewe. Nimezungumza na nitaendelea kuzungumza na sitaacha kuzungumza. Kukushukuru kwanza kwa kuniamini katika walio wengi na katika kipindi kile kigumu kwamba ningeweza kukusaidia. Haikuwa jambo jepesi sana. Ni heshima kubwa ambayo iliweka kwangu, na sasa sijafahamu hata matarajio ya wakati ule kwamba ndio matarajio ya wakati huu kwamba tunaweza tukafanya kazi katika kipindi kile. Uliniamini, na wakati mwingi tuliweza kufanya kazi kwa pamoja, na dayosisi yetu ikiendelea kuwa na amani na mshikamano. Na ninapofikia siku hii ya leo ambayo ni ile kanuni ya maisha kwamba the first in the first out, kwamba ninastaafu kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria, Baba Askofu, ninakushukuru sana. Nakushukuru sana. Niseme nimejifunza mambo mengi kutoka kwako tangu tumekuwa katika ofisi ile. Baba Askofu ni mchungaji, ni mchungaji, lakini pia ni baba, ni mwalimu. Haya nimeyaona kwake. Yaani wakati mwingine hata ninavyokuelekeza unajua ni PhD holder. Sasa unapokaa unafanya kazi naye lazima nikubali kujifunza. Yeye ni mwalimu mzuri sana sana. Ibada ya kwanza nilisema kuna kipawa ambacho Baba Askofu anacho, na pengine walio wengi hawakioni, lakini mimi niliyefanya naye kazi kwa karibu kwa miaka 4. Baba Askofu ni muonaji, ni sia. Sisemi ile unabii, ni sia, ni muonaji. Anaweza kuona jambo wakati mwingine sisi hatulioni hivyo anavyoliona yeye, lakini bado amekuwa mvumilivu wa kutushika, na hatimaye linapotembea tutasema unashangaa, ndio hili niliwaambia. Baba Askofu ana kipawa hicho. Mimi nimesema na nitasema, Baba Askofu ni zawadi tuliyopewa na Mungu kwa dayosisi hii ya Kaskazini Mashariki. Hii ni zawadi. Hata mnaoona wanabeza kama mnawasikia, lakini hii ni zawadi ambayo Mungu ametupa katika dayosisi hii. Na wasihi wana dayosisi ya Kaskazini Mashariki, kwa umoja wetu sisi tumpe ushirikiano Baba Askofu. Tumpe ushirikiano kwa yale ambayo ameyabeba maono wetu katika dayosisi hii. Najua amegusia jambo moja ambalo nilisema kwenye mkutano mkuu. Inawezekana wapo wapotoshaji, wale ambao hawaoni kama anavyoona Baba Askofu, wale wapotoshaji. Na mimi niliahidi kwa Baba Askofu kwamba hata ninaondoka katika ofisi, Mchungaji Kanju ni yule yule Baba Askofu unayemfahamu, ni yule ambaye tulisimama kwa pamoja kinyume na wapotoshaji katika dayosisi hii. Na nitaendelea kusimama kinyume pia na wapotoshaji
wanaopotosha kazi njema zinazofanya na uongozi wa dayosisi. Nilisema kwa Ng'wenda, ukimwona mtu anadanganya, anasema uongo, anachochea mambo mawili. Na yarudia mambo mawili. Ukishamwona mtu tu anadanganya, anasema uongo, mambo mawili. Baba Askofu la kwanza amelitaja hapa kwamba ana shida. Mtu huyo akiwa anazungumza dayosisi haidaiwi, huyo mtu ana shida. Na nafikiri ndio alosema hapa ukimwona mtu anasema dayosisi hii haidaiwi, huyo mtu ana shida, na mumchukulie kama mtu mwenye tatizo. Usijadiliane naye, yani apeleko kule ninakotoka. Lakini la pili, mtu akidanganya, akisema uongo. Baba Askofu nisamee, naongea leo ni wastaafu tunasema sana. Jambo la pili, ukimwona mtu anadanganya, hata na ukigundua amekudanganya, ujue huyo mtu amekudharau sana. Yani huyo mtu amekudharau sana. Mtu anasimama afu anasema uongo, yani ujue amekudharau sana, kwamba pale alipo huwezi ukapafikia, huwezi ukafichua uongo. Watu hawa watu wadharau, tuwapuuze. Lakini la mwisho nisiseme sana. Askofu, nitaendelea kukupa ushirikiano. Mimi nitakuwa mchungaji mzee. Asubuhi nilisema ili nisisahau kuandaa mahubiri na kufundisha. Unipe mtaa mdogo tu. Usharika sitauweza. Baba dini atanikamata sana. Usharika sitauweza, lakini mtaa ili niweze kuhubiri kila Jumapili, niwashuhudia habari njema. Na mwisho kabisa nitampa ushirikiano ndugu yangu mchungaji Mtangi. Baba dini mteule, nitakupa ushirikiano kama ambavyo nilitumika na Baba Askofu. Baba Askofu anafahamu moyo wangu wa ndani kabisa. Nitakupa ushirikiano kama ambavyo tufanya Baba Askofu. Na naamini kwa mshikamano wetu dayosisi itasonga mbele, na Mungu awabariki. Asante. Labda hili moja tu, kuwashukuru washarika wa Kana. Wastaafu tunasema sana. Kuwashukuru washarika wa Kana. Kila tulipofika hapa mlitupokea vizuri, mlitulisha, mlitupamba. Naomba hata tukija ki-style nyingine muendelee na moyo huo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wastaafu anasema sana. Niko kweli amesema mambo makubwa. Baba dini tunapenda kupongeza na tunakushukuru sana. Tutapanga siku yetu. Na sasa nimkaribishe dini mteule aweze ingalau kusikia sauti yake. Kama dayosisi kusikia sauti yake mahali hapa katika usharika huu. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Msafiri Joseph Mbilu, awali ya yote nichukue nafasi kumshukuru Mungu ambaye ametupa uzima, lakini ametuwezesha pia kuwepo mahali hapa siku hii ya leo. Lakini nimshukuru sana Baba Askofu kwa jinsi ambavyo amenitaja katika mkutano ule mimi kuwa msaidizi wake. Kimsingi ni jambo ambalo sikulitegemea. Tulienda tukijua kwamba wakuu wa majimbo tumemaliza muda wetu, na basi kama neema ya Mungu ingalipo tunaweza tukarudishwa tena. Wapendwa, si niliwaga siku ile? Hata vikao vyetu vyote tulivyofanya niliwaambia hapa, kwa sababu haijulikani mimi hapa nimemaliza miaka mingapi? 4. Nikirudi sawa, nisiporudi bado sijastaafu, uchungaji unaendelea. Lakini Baba Askofu amenitaja, na niwashukuru wale wajumbe wote wa mkutano mkuu wakanipigia kula, na ni kula za siri. Lakini nimeshangaa nikafikiri kwamba hawa jamaa kwa sababu ni siri kwa vyote watanikataa. Lakini baada ya matokeo yale nikaona kwa kweli nimepata kula za kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unyenyekevu mkuu mimi napokea wajibu huu. Ni wajibu ambao unahitaji maombi. Unahitaji maombi kwa sababu bila maombi hatuwezi kufanya jambo lolote katika huduma hii ya Mungu. Lakini
niwashukuru kipekee sana watu wa Kana. Kama nilitoka hapa kukiwa kuna vurugu, nafikiri baba askofu asingeweza kumchagua mtu anayetoka eneo ambalo lina vurugu. Sasa sana kutoka Darfur alafu akuchague uwe nani? Uwe msaidizi wake. Kwa vyovyote utulivu wa usharika wa Kana na jimbo la Pwani kwa vyovyote vile ulimechangia. Kwa nikushukuru sana baba askofu, na Mungu akubariki sana. Na mimi basi naahidi kwamba kwa neema ya Mungu, sio kwa nguvu zangu, kwa neema ya Mungu basi tutatimiza yale ambayo baba askofu atakuwa ananielekeza kuyafanya. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Asante sana. Basi kwa heshima hiyo, najua tutakuwa na muda mzuri wa kuagana na mchungaji wetu, lakini ataingizwa kazini. Nimeshatuma barua kwenye maaskofu wote wa KKT ili wasaidizi wa maaskofu waweze kufika katika ibada ile. Itafanyika tarehe 20 Julai, tarehe 20 mwezi wa 7 pale kanisa kuu Lushoto, ndipo wataingizwa kazini, na siku ile tutamwaga baba dini mstaafu mchungaji Michael Kanjo. Niombe kwa haraka niombe wa kina baba 10, wa kina mama 10, kutoka kwaya zote wawili pia waje kumshika mkono, kumpa dini wetu mpya mkono mahali hapa pamoja na mama. Naomba kwa haraka hivyo. Yule muimbishaji wetu wa mapambio siku hizi amestaafu, basi kumpa mkono tu, na kwa niaba ya dayosisi nzima kumpokea. Watu 10, wakina mama 10 wakiongozwa na mama askofu, niombe kumpa mkono, na baba dini Msanya kutoka dayosisi ya Kaskazini pamoja na katibu mkuu wa dayosisi ya Kaskazini kwa niaba ya washarika wengine wa KKKT walioko mahali hapa kumpa. Naomba mnapita tu kwa haraka, mtafanya baadaye, msikumbatie baadaye. Itakuwa kuna mkutano wetu ule wa kukumbatiana utafika. Sasa hivi ni kutoa mkono tu. Wakina baba 10, wakina mama 10, kwaya hapa 2, kwaya pale 2, kwaya kuu. Tafadhali kwa haraka. Asante sana. Asante. Iende hivi ili kurahisisha. Iende hivyo kurahisisha. Asante sana. Asante sana. Asante, tunashukuru sana. Bwana asifiwe. Amen. Basi wapendwa, tumeona hilo ni jambo kubwa tulifanya leo katika usharika wa Kana, kama tulilofanya katika usharika wa kanisa kuu pale Lushoto Jumapili iliyopita, na Mungu awabariki sana. Na sasa mrudi Kana. Kama